Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Halo. Tumeanza kusinzia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuamini tuombe ni kwa ajili ya neno. Takatifu wa takatifu, tunasongea mbele za mwana wa Mungu. Wewe ni Mungu usiyechoka kuitwa. Tunalitia jina lako Baba. Tukiomba na kusema ni asante kwa wakati mwema ambao umetufikisha. Pokea sifa na utukufu mwana wa Mungu ukiwa katika kiti chako cha enzi. Masaa umefika mwema mwana wa Mungu kwa ajili ya kupokea chakula chetu cha kiroho. Baba, naomba neno lako ambalo utakalo nenda kulitia katika kinywa changu Baba. Yesu mwana wa Mungu, likae baraka kwa wapendo hawa. Naomba ukapate kuondoa maneno ya kinywa changu ndani yangu Baba. Na ukatie maneno yako ndani yangu. Ndiposa ninaponena mwana wa Mungu nikatumike kama chombo. Hadi katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba na kuamini. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka tuende katika neno la Bwana katika kitabu cha Yeremia. Jeremiah chapter 18. Yeremia. Walio na Biblia, ningependa uweze kufungua katika kitabu cha Yeremia. Kifungu cha 18 kuanzia mstari wa kwanza. Nataka tusome mstari kadhaa na tukajue ni jinsi gani ambao Mwenyezi Mungu anataka kunena nasi. Bwana Yesu asifiwe. Yeremia 18 kuanzia mstari wa kwanza hadi mstari wa 6. Ningependa hata niweze kusoma kwa imani. Yeremia 18 kuanzia mstari wa kwanza. Nao inasema hivi: neno hili ndilo lililomjia Yeremia kutoka kwa Bwana na kusema, ondoka ushuke mpaka nyumba ya mfinyanzi, na huko nitakusikizisha maneno yangu. Basi nikashuka mpaka nyumba ya mfinyanzi, na tazama, alikuwa akifanya kazi yake kwa magurudumu. Mstari wa 4. Na chombo kile alichokuwa akikifinyanga kilipoharibika mkononi mwake yule mfinyanzi, alikifanyiza tena kuwa chombo kingine, kama alivyoona vema yule mfinyanzi kukifanya. Mstari wa 5. Ndipo neno la Bwana likanijia kusema, nyumba ya Israeli, je, siwezi mimi kuwatendea ninyi vile kama mfinyanzi huyu alivyotenda? Asema Bwana. Angalieni, kama undogo ulivyo katika mkono wa mfinyanzi, ndivyo mlivyo ninyi katika mkono wangu. Ndivyo ninyi mlivyo katika mkono wangu, Bwana wa Israeli. Amen. Baba, nasema ni asante ni kwa ajili ya neno lako. Takatifu wa takatifu, naomba hili neno likapate kuwa la kututia nguvu, likapate kuwa la kutuongoza, likapate kufungua maisha mapya katika maisha yetu. Mungu milele, tufungue masikio ya kiroho ndiposa tukapata kusikia sauti yako. Na Yesu mwana wa Mungu, utakaponena, unapoenda kunitumia kama chombo, Mungu milele, naomba neno lako Baba likapate kuwa la mazao mema katika mioyo ya watu wako. Neno hili likaanguka katika mchanga ulio na rutuba Bwana, ndiposa likapate kuwa na mazao katika mioyo yetu. Na ni katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu nimeomba na kuamini. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno la Bwana linasema nini? Huyu ni mtumishi wa Mungu Yeremia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumelala nini? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Njaa tunahisi? Na mbona hakuna sauti? Ile sauti nasikia si hawa watu wote. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tutabarikiwa aje tukiwa tunafikia hivyo? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kazi ya Mungu ni kujitolea. Yes. Kama unajua umekuja kwa nyumba ya Mwenyezi Mungu, je, umekujia baraka ama laana? Wewe ni wewe mwenyewe ujichunguze. Kwa nyumba ya Bwana umekuja kufanya nini? Bwana Yesu asifiwe. Ni wengi walitamani kuwa katika madhabahu siku ya leo, lakini hawajaweza. Bwana Yesu asifiwe. Mungu amekuneemesha umefika katika nyumba yake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tujisikie tukiwa mahali ambapo panafaa. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Bwana linasema hivi. Mtumishi wa Mungu Yeremia aliweza kunenewa na Mungu. Akaambiwa, nataka uenende katika nyumba ya mfinyanzi. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kunena na wewe kuhusu wana wa Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanatuambia aje?
Inatuambia kwamba wakati Yeremia alienda katika ile nyumba ya mfinyanzi, alienda akampata akiwa anafanya kazi na ile gurudumu yake ya kutengeneza vile vyombo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Neno linaendelea kutuambia ya kwamba Yeremia kaambiwa na Mwenyezi Mungu, enenda na ukuwe makini pale kuangalia ni nini inayoendelea pale. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati Yeremia alifika pale, alienda akapata chombo ambacho yule mfinyanzi alikuwa anakifinyanga katika mikono yake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maandiko yanatuambia kwamba Yeremia akiwa makini pale kuangalia, kile chombo kiliweza kuharibika kikiwa katika mikono yake. Bwana Yesu asifiwe. Kile chombo kiliweza kuumbika jinsi hakuwa anakitaka kiwepo. Bwana Yesu asifiwe. Na Mwenyezi Mungu akanena na mtumishi akanena na Yeremia kumwambia, nataka uangalie vizuri sana ni nini kinachoendelea katika nyumba ya mfinyanzi. Bwana Yesu asifiwe. Wakati akiwa pale, kile chombo kikaweza kuharibika kikiwa katika mikono ya mfinyanzi. Naye mfinyanzi akaona hiki chombo hakijakuwa venye alikuwa anataka. Bwana Yesu asifiwe. Ni nini alifanya? Bwana Yesu asifiwe. Kile chombo alikifinyanga tena. Bwana Yesu asifiwe. Sema kufinyangwa. Bwana Yesu asifiwe. Leo ni siku yetu tufinyangwe na Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Siku ya leo ni siku yetu Mungu atufanye jinsi anavyotaka. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akanena na Yeremia kumwambia ya kwamba nataka kunena na wewe ni kwa ajili ya nyumba ya Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Sisi ndio Waisraeli wa siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Halo. Sema wewe ndio Mwisraeli wa siku ya leo. Sisi ni wana wa Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Na Mwenyezi Mungu anaenda kutufinyanga siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Kile chombo kiliweza kuharibika kikiwa katika mikono ya mfinyanzi. Na akaona si ndio hiki chombo kikaa hivi. Bwana Yesu asifiwe. Akabonda ile nini? Ile tuseme nitaita nini? Nyungu. Bwana acha tutumie jina nyungu. Bwana Yesu asifiwe. Akaweza kufinyanga. Bwana Yesu asifiwe. Na akakifanya jinsi alivyokuwa anakitaka. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo sasa Mwenyezi Mungu akanena na Yeremia kumwambia, hivi ndivyo nilivyokuwa nataka ukapate kujua. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa nataka hii ujumbe ukaufikisha kwa wana wa Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Hii ujumbe ilikuwa yako siku ya leo ya kwamba Mwenyezi Mungu anaenda kutufinyanga. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanatuambia ya kwamba Yeremia akiwa pale, Mungu akamwambia, vivyo hivyo huyu mfinyanzi alipofinyanga haya matope Bwana na kuyafanya kiumbe kipya, kufanya chombo kipya, ndivyo tulivyo katika mikono ya Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Leo tunaenda kufinyanga upya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mwenyezi Mungu anaenda kutufanya viumbe vipya. Bwana Yesu asifiwe. Haijalishi unapitia hali gani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mwenyezi Mungu anaenda kutufinyanga upya. Bwana Yesu asifiwe. Tunaenda kufanywa vile Mungu anavyotaka. Bwana Yesu asifiwe. Haijalishi unapitia hali gani. Bwana Yesu asifiwe. Uende unapitia maisha magumu na kuona ni kama kwamba Mungu amekuacha. Bwana Yesu asifiwe. Unajua saa zingine tunapitia hali mpaka tunaanza kujiuliza maswali. Ama unaanza kuuliza Mungu maswali. Bwana Yesu asifiwe. Nasikia anajiuliza, kwa nini Mungu nipitie hili shida? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini Mungu nipitie hili shida? Bwana Yesu asifiwe. Hebu niulize swali. Kama si wewe upitie na ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu, ulikuwa unataka nani apitie? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu alitaka upitie hiyo hali ndio akufinyange tena. Bwana Yesu asifiwe. Alitaka ukue hivyo ulivyo ndio aweze kupata nafasi ya kukufinyanga na kukufanya upya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yeremia akaambiwa ya kwamba wana wa Israeli wako hivyo hivyo kama vile mfinyanzi alivyofinyanga hiki chombo kwa mara ya pili na kukifanya jinsi apendavyo, ndivyo tulivyo katika mikono ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu anataka kututengeneza tena. Mungu anataka kutubadilishia maisha. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anataka kutubadilishia hali yetu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Halo. Hili ndilo neno ambalo litaenda kubadilisha maisha yetu. Nataka tulisikize na tukue makini. Na ulipokee na ulitafakari wakati unapoisikia. Nitafakari na utafakari maisha yako vile yalivyo. Bwana Yesu asifiwe. Unapitia hali ngumu, lakini Mwenyezi Mungu anasema siku ya leo anaenda kutufinyanga upya. Bwana Yesu asifiwe. Anaenda kutufanya viumbe vipya. Usijiulize kwa nini. Usiulize Mungu maswali kumuuliza kwa nini nipitie haya? Kwa nini nipitie hali kama hii? Bwana Yesu asifiwe. Ulikuwa unataka nani? Bwana Yesu asifiwe. Ulikuwa upitie ndio Mwenyezi Mungu akutengeneze tena. Bwana Yesu asifiwe. Paulo alipokuwa akicheza alipokuwa akicheza waumini. Bwana Yesu asifiwe. Wale ambao walikuwa wanaitanishwa na jina la Mwenyezi Mungu.
aliweza kupatana na Mwenyezi Mungu. Saulo alikuwa mtesaji wa watu wa Mungu. Mtu yeyote ambaye alikuwa anaitishwa na jina la Mungu alikuwa na